imeona kuna umuhimu au kuna haja ya kutoa ufafanuzi juu ya malalamiko ya mzazi wa mtoto Said Abdallah Khamis. Ni mtoto wa kiume mwenye umri wa miezi minne aliyepokelewa hospitali ya Lumumba tarehe 15 mwezi wa 11 akitokea hospitali ya jeshi Bububu ambayo ilikuwa ni rufaa, na alipokelewa kwa ajili ya matibabu ya operation ya utumbo. Utumbo wa mtoto huyo ulikuwa umesokotana, kwa hiyo alifika kwa ajili ya kufanyiwa operation, yani matibabu hayo, na operation ilifanikiwa. Lakini katika kipindi cha tarehe 15 mpaka tarehe 19 mtoto aligundulika na changamoto ya mkono kuvimba na kubadilika rangi. Hali iliyopelekea wataalam baada ya kumwangalia tarehe 19 waliandika barua kwa ajili ya kuomba ridhaa ya wizara rufaa, na tarehe 20 yule mtoto alikuwa akafikishwa Dar es Salaam kwa gharama na utaratibu wa serikali, kuanzia ambulance kutoka hapa wizarani mpaka Dar es Salaam akapokelewa na ambulance. Na mpaka jana usiku tumezungumza na mama, alikuwa bado mtoto yuko theater anaendelea na matibabu hayo ya mkono. Sasa malalamiko ya mwananchi tumeyasikia, ya wazazi, na tumechukua na tumeamua kuchukua hatua zifuatazo. Kwa kuwa haya ni mambo ya kitabibu, sawa, na tumeamua kuelekeza mabaraza mawili. La kwanza, baraza la wauguzi na wakunga Zanzibar; pili, baraza la madaktari, kuhakikisha wanafanya uchunguzi ndani ya wiki 2 kwa kuanzia, ili kubaini changamoto ni nini na nini kifanyike na hatua gani zimekiukwa za kitabibu kwa mujibu wa utaratibu. Lakini pili, wizara imeamua iende mbali zaidi, kuhakikisha tunawasimamisha kazi kupisha uchunguzi wauguzi wa zamu 2 waliokuwepo siku hiyo, na ndo ambao kwa kuanzia wanalalamikiwa na wazazi wa mtoto huyo. Za kitaalamu, sababu ya kuvimba mkono ziko nyingi ambazo zinaweza zikapelekea ule mkono ukavimba, lakini kikubwa ni kwamba mshipa ambao unapeleka damu ambao tunaita artery kitaalamu. Artery ndio inapeleka damu, vein inarejesha. Cannula mara nyingi inatiwa kwenye vein. Artery iko ndani zaidi, uwezi ukaifikia. Lakini ukiona mkono umeshaanza kuwa mweusi, na maana damu haiendi kwenye eneo husika. Kwa hiyo artery imeathirika. Sasa hapo ndio watu wanajiuliza, vipi wametoboa vein na sasa kwa nini artery ndio imeziba? Sasa vitu ambavyo tunahisi vinaweza vikawa vimepelekea. Wakati unatafuta vein uweke cannula, huwa kuna mpira unafunga hapa. Kitaalamu unaitwa tourniquet. Unafunga hapa ili vein zitune, uzione kwa urahisi, uweke cannula. Sasa visa vya zamani ambavyo tumeviona, na sio Zanzibar, tuna maeneo mengine, ni kwamba hii ikifungwa muda mrefu zaidi ya saa 1 ikasahaulika, ndio sababu kubwa ya mkono kuharibika. Lakini kwenye kesi hii ukisikiliza wale walalamikaji na mama mwenyewe hawasemi kama hilo swala. Huwa mara nyingi mama ndo anagundua kwamba kuna mpira umefungwa hapa muda mrefu umesahaulika, na ataenda kwa muuguzi kumwambia. Amesafirishwa tarehe 20 mwezi wa 11 kupelekwa hospitali ya maradhi ya moyo na mishipa ya damu Jakaya Kikwete. Anaendelea na matibabu kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 20 alikuwa hajakatwa mkono. Sasa pia tusiwamislead wananchi kusema kwamba mkono umekatwa wakati haujakatwa. Hatukatai kwamba uzembe unaweza ukawekwa, lakini sababu za kitaalamu ni hizo. Naomba kuwasilisha katibu. Kama alivyosema katibu mkuu, hilo swala ndio linaenda kufanywa uchunguzi sasa na mabaraza kujiridhisha, wataitwa, watahojiwa. Na hii mimi niseme tumesikiliza upande mmoja mpaka sasa hivi, upande wa walalamikaji. Upande wa pili haujasikilizwa. Kwa hiyo baraza lina fursa ya kuwaita pande zote mbili. Watasikiliza maelezo ya walalamikaji, na vile vile watasikiliza maelezo kutoka kwa viongozi wa hospitali na wale watendaji walioko pale.